Habari za wakati huu, karibu katika mjadala wa kikundi letu. Leo tunachambua jinsi lugha yetu tukufu ya Kiswahili inavyotumika katika mchezo wa kuigiza kwenye runinga za nje na za Afrika. Mimi ni Defros George, nambari yangu ya usajili ACJ 0122024. Mimi ndio mwendeshaji wa mjadala huu. Kabla tujaanza, naomba wenzangu wajitambulishe kwa majina na nambari zao za usajili. Majina ni John Tanyai, nambari yangu ya usajili ni ACJ 311 mwaka wa 2024. Kwa majina ni Humphrey Nyabuto, nambari ya usajili ni ACJ 146 mwaka wa 2024. Kwa majina naitwa Shalin Jemusop, nambari yangu ya usajili ni ACJ 269 2024. Kwa majina ni Ochieng Immaculate, nambari yangu ya usajili ni ACJ 185 mwaka wa 2024. Kwa majina naitwa Stacy Akinyi, nambari yangu ya usajili ni ACJ 008 mkwaju mwaka wa 2024. Jina langu ni Lazarus Omgogo, nambari ya usajili ni ACJ 117 mwaka 2024. Kwa majina ni Mbaya Peter, nambari ya usajili ni ACJ 138 mwaka wa 2024. Asante sana na wakaribisha kwenye kipindi, na jinsi tunavyojua lengo yetu kuu leo ni kuonyesha kuwa Kiswahili si lugha ya mahali tu bali ni bidhaa ya kimataifa. Tukianzia utafiti wa nyanjani, ningependa kwanza nimkaribishe mwanakikundi wetu wa kwanza Humphrey Nyabuto. Naam, asante sana mwendesha mjadala kwa kunipa fursa hii ya kwanza. Katika tasnia ya wanahabari na mawasiliano tunasema kwamba picha ni ujumbe. Ujumbe huu unawasilishwa na lugha, kwa maana yake ni kwamba lugha ndio roho ya hiyo picha yenyewe. Ninapozungumzia Kiswahili kutumika kwenye mataifa ama runinga za nje ya nchi ya Kenya ama nje ya Afrika, siwezi kosa kuzungumzia tamthilia ama kitabu kilichoandikwa ambacho kinaitwa The First, ambapo tunamuona mhusika mkuu Bwana Ingram akizungumza na mtoto wake wa kike kwa Kiswahili sanifu. Tuwezi tukasema kwamba hii ni kuteleza kwa ulimi ama ni sentensi ya kimakosa. Tunaweza tukasema kwamba ni mazungumzo ya kihisia, na tunaweza tukasema kwamba yako na ufasaha fulani. Kwa nini nasema kwamba ni hatua kubwa kwa Kiswahili katika historia? Ukikumbuka katika miaka ya nyuma, mwaka wa 80 na miaka ya 90, wazungu ama Hollywood ambao tunazungumzia Marekani walikuwa wakitumika Kiswahili kama lugha ya kichocheo. Ulikuwa unasikia Kiswahili kikitumika kwenye filamu za kivita ama za uwindaji. Ungesikia kwamba wale watu wa nyanja za chini wakizungumza Kiswahili hicho, ama wale ambao wako kwenye vita. Ukiona kwamba Kiswahili kimeanza kutumika kwenye tamthilia ama filamu za Hollywood, unaweza ukasema kwamba Kiswahili kimeenea pakubwa kule Marekani. Na kama wanafunzi wa Kiswahili na wanafunzi wa uandishi wa habari, ni lazima tuzingatie kile kinachoitwa uwakilishaji wa kweli, ambapo tunaweza tukakitumia Kiswahili ili kueneza habari pakubwa kwenye nchi zingine ambazo ziko nje ya Afrika, kwa sababu watu zaidi ya milioni 200 kwenye dunia wanazungumza Kiswahili. Ukiangalia siku za hivi karibuni, unaweza ukasema kwamba katika filamu hizi kama hiyo tumesema ya The First, unaweza ukasema kwamba hawatumii the Google Translate sana, kwa manake wanatumia Kiswahili ambacho ni nyoofu, ambacho kinaweza eleweka na watu wengi kwa sababu Kiswahili kimeenea. Hii inaashiria kuwa lugha yetu ya Kiswahili imevuka mipaka ya kijiografia, kwa maana yake inatambuliwa kama a global language, lugha ya kimataifa tunaweza tukasema kwa lugha ya Kimombo. Kuna athari za lugha hii kuenea kimataifa. Hali hii ya kuenea kwa lugha ya Kiswahili inaonyesha kuwa
runinga za nje ya Afrika kama Hulu na Disney zinatambua nguvu ya Kiswahili katika nyanja za biashara na maeneo yote, kwa sababu ukiona kwamba wameanza kutumia Kiswahili, wanajua kwamba wanatafuta ile hadhira kubwa ambayo iko Afrika, sababu unajua hawawezi wakasema kwamba filamu zao zitaonyeshwa tu pale Marekani. Wanataka kwamba wao pia lugha zao zifike huko Afrika, Waafrika watizame filamu zao. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba Kiswahili kwa namna nyingine kimeweza kuwa kama ni kigezo cha biashara kwa Hollywood na uuzaji wa filamu za Kimarekani. Na nikitamatisha hoja yangu, nataka kusisitiza kuwa matumizi ya Kiswahili katika runinga za nje kama Hollywood yanatusaidia kufuta ile dhana potovu, ile tunasema kwamba ni archaic culture yenye imeweza kutuweka kwamba tunaamini kwamba Kiswahili ni cha watu ambao wako chini, wenye hawajasoma. Sasa hii Kiswahili inatumika na wanasayansi, anavyosema alivyowahi kusema mtaalamu wa lugha Profesa Rocha Chimera, alisema kwamba Kiswahili kina uwezo wa kueleza dhana zote zile, iwe teknolojia, iwe ya kuenda sayari ya Mars na hata masuala ya kidiplomasia. Kwa hivyo The First, ambayo ni tamthilia nimeiongelea kutoka pale Marekani Hollywood, ni kielelezo tosha kuwa soko la kimataifa na filamu na sanaa limepiga hatua na Kiswahili kimepata kiti kikubwa pale meza kuu ya mawasiliano duniani. Mwendesha mjadala, naona hii ni fursa kwetu kama wanafunzi wa habari na wanafunzi wa kizazi kipya kuanza kufikiria jinsi ya kuuza habari zetu ama maudhui yetu huko nje ya Afrika, kwa sababu soko tayari lishafunguka. Sina mengi ya kusema, ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Humphrey Nyabuto. Kama umesikia kutoka kwa mwenzetu, umegundua Kiswahili si ile lugha ya watu hafifu jinsi watu wengi wanavyofikiria, na kujua lugha yako ya Kiswahili ukiwa nchini za nje inakupea inaonyesha kuwa wewe hujaacha mila yako, maana wanasema mwacha mila ni mtumwa. Kabla niendelee sana, acha nimkaribishe mwenzangu tena Emily. Asante sana msimamizi wa mjadala. Sasa tunaangazia mchango wa runinga wa China Global Television Network maarufu kama CGTN Afrika katika kueneza Kiswahili kupitia michezo na kuigiza kutoka China. Katika miaka wa karibuni, GTCN imekuwa ikitafsiri na kuvurusha vipindi mbalimbali vya Kichina kama lugha ya Kiswahili, jambo ambalo limechangia kuimarisha matumizi ya Kiswahili Afrika. Mfano wa kwanza, mmoja ya michezo ya kuigiza iliyotafsiriwa kwa Kiswahili ni Mining Town. Tamthilia hii inaonyesha maendeleo ya jamii maskini nchini China na jinsi serikali inavyosaidia wananchi kuboresha maisha yao. Athari ya Kiswahili. Kiswahili kinatumika kueleza maendeleo ya kiuchumi. Watazamaji wa Afrika wanaendelea historia ya China kwa lugha yao. Inaongoza msamiati mpya wa maendeleo kwa Kiswahili. Mfano wa pili, tamthilia nyingine ni Lifelong Journey ambayo imewahi kuonyeshwa kwa watangazaji wa Afrika. Yaliyomo, inaeleza maisha ya familia ya Kichina, inaonyesha mabadiliko ya kijamii. Kiswahili kinatumika kufafanua utamaduni wa Kichina. Faida kwa Kiswahili. Kiswahili kinatumika kimataifa. Watangazaji wa Afrika wanajifunza utamaduni mpya. Kiswahili kinaendelea kwa lugha ya mawasiliano kimataifa. Mfano wa tatu, CGTN pia hurusha vipindi vya makala kama
Africa Live inayotafsiriwa au kuendeshwa kwa Kiswahili. Matokeo, Kiswahili kinatumika katika habari ya kimataifa. Kiswahili kinatumika katika kuleta watu pamoja. Kiswahili kinaongeza hadhi ya Kiswahili duniani. Hitimisho, kwa jumla, tafsiri ya michezo ya kuigiza ya Kichina kwa Kiswahili kupitia CGTN imechangia kukuza lugha ya Kiswahili kimataifa. Kiswahili sasa ni lugha ya Afrika Mashariki pekee, bali ni lugha inayotumika katika mataifa mbalimbali. Asante sana msimamizi wa mjadala, narudi kwako. Asante sana Emi, tumesikia ukisema kuwa Kiswahili kinatumika huko sana China kuigiza. Kama tunavyojua, hata tukitumia hizo mfano za China, tukisema hapa Afrika, hapa Kenya, utapata kuwa ukiangalia dira ya Kiswahili, unapata kwa wakati wengine wanatumia zile lugha yao alafu wanatafsiri katika lugha ya Kiswahili ambayo inasaidia watu kujua nini kinachoendelea hapa Kenya na nini kinachoendelea huko China. Kabla niendelee sana, naweza mkaribisha mwenzangu Stacy atuambie mengi anavyojua kuhusu Kiswahili nje ya Afrika. Asante sana Bi Speaker kwa kunipa fursa hii ili niongee. Katika utafiti wangu nimeangazia mchango wa DW Ujerumani kupitia maigizo ya televisheni yanavyotumika kufundisha masuala ya kijamii kama vile learning by ear, kama vile learning by ear yanavyoweza pia kuwasilisha kwa mtindo wa kuona. Kwanza, televisheni huongeza kuelewa kwa sababu mtazamaji huishi kusikia tu bali pia kutazama matendo, ishara na mazingira ya wahusika, na hii husaidia kujifunza Kiswahili kwa haraka zaidi kwani maneno yanaambatana na video. Pili, lugha inayotumika ni Kiswahili rahisi na kinachoendana na maisha ya kawaida kabisa. Hivyo mtazamaji anaweza kuiga na kujifunza matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Ya tatu nikiongezea maigizo ya televisheni huguza masuala halisi kama afya, elimu na mahusiano. Kupitia visa na migogoro ya wahusika, ujumbe unafikia watazamaji kwa njia ya kuvutia na yenye kukumbukwa. Kwa mfano, nikiwatolea mfano, katika kipindi cha maigizo, mhusika anaweza kuonyesha changamoto kama shinikizo la marafiki au matatizo ya familia kwa ujumla. Basi na jinsi anavyotatua hutoa funzo kwa watazamaji. Na nikirudia kwa mwendesha mjadala, kwa ujumla, matumizi ya televisheni yanaifanya elimu ya Kiswahili iwe rahisi na ya kuvutia na yenye ufanisi zaidi kwa sababu ya mchanganyiko wa picha, sauti na video. Asante sana. Jinsi umesikia kutoka kwa mwenzangu Stacy, amekueleza kwa utamu wa lugha bila Kiswahili tena si lugha. Lakini before tuendelee, nataka turejee na marejeo la taaluma, tusikie hao wenzetu walio hapa Kenya au Afrika wanasema nini, na haya yote utajumlisha ama kufafanuliwa zaidi na John. Asante sana mwendeshaji wa mjadala, na nashukuru kwa nafasi hii ili kuunga mkono hoja ambazo wenzangu wametoa kuhusu runinga za nje kama TRT na CGTN. Ni vyema tuangalie kile wataalamu wa lugha wanasema kuhusu ukuaji wa Kiswahili katika anga za kimataifa. Na katika mjadala wa leo wetu nitarejelea wataalamu wawili ambao ni marehemu Profesa Ken Walibora pamoja na Profesa Wala Binwala. Na tukiangazia Profesa
marehemu Ken Walibora katika maandiko yake mengi kuhusu uandishi wa habari na fasihi. Walibora alisisitiza kuwa Kiswahili si lugha ya Kiafrika pekee bali ni lugha ya kidunia. Aliamini kuwa kutafsiri mchezo wa kuigiza almaarufu kwa kimombo dubbing kutoka lugha ya Kichina au Kiuturuki kwenda lugha ya Kiswahili ni moja ya njia ambayo yanakisanifikisha Kiswahili katika tamaduni ngeni. Hii inatusaidia kuona jinsi lugha yetu inavyokubeba hisia na utamaduni wa kimataifa na ama mataifa mengine. Tukiangazia Profesa Bwana Wala bin Wala, mtaalamu huyu gwiji wa Kiswahili sanifu, mara nyingi amehimiza matumizi ya lugha fasaha kwenye vyombo vya habari. Anapochambua matumizi ya Kiswahili nje ya Afrika, anasisitiza kuwa runinga hizi za kimataifa zina jukumu la kutumia Kiswahili sanifu ili kutoeneza Kiswahili kibovu ama tunasema uharibifu wa Kiswahili kwa watazamaji wao. Tunapoona tamthilia hizi tunapaswa kuangalia kama sarufi inavyotumika inazingatia msingi ya lugha kama anavyosisitiza Profesa Wala bin Wala. Kwa kuhitimisha ama kuelekea hitimisho, narejelea wataalamu hawa, ni wazi kuwa matumizi ya Kiswahili kwenye runinga za nje ya nchi ni hatua kubwa kuimarisha Kiswahili kama lugha ya mawasiliano ya kimataifa. Wacha nirejelee kwa mwendeshaji wa mjadala. Asante sana Bwana John kwa kutueleza na kuwataja wale Waswahili bora ambao tunajua hapa Kenya kama Wala bin Wala bora. Na kwanza, kama we ni msomi sana ambao umesoma vitabu vya Kiswahili, ukisomea hadithi za Ken Walibora utapata kwa mara nyingi pali sehemu ambao anatolea hadithi zake utapata kuwa saa zingine ako Afrika na saa zingine ako kwa zile nchi za nje, ili tu kuleta hadhira na kufikiria nje ya Afrika na kutuonyesha katika masimulizi wake, kutuonyesha ile tafsira ya nchi zingine ambao pia unasaidia sana katika kuzingatia lugha. Lakini nisiseme mengi maana kuna wale wanayechangia katika mjadala. So kwa hivyo namkaribisha Bi Shalina, mtoto mrembo. Asante sana kwa fursa huu. Mimi nazungumzia kuhusu teknolojia. Nazungumza jinsi teknolojia imesaidia kubadilisha maudhui ya dubbing ambayo ni kuweka sauti na asante sana kwa fursa huu. Mimi nazungumzia jinsi teknolojia imesaidia kubadilisha kuelewa maudhui ya filamu na video, hasa kupitia dubbing ambao ni uwekaji wa sauti na subtitles ambayo ni manukuu. Teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika tasnia ya habari na burudani. Mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa sana ni maudhui ya filamu. Vipindi vya televisheni na video ni maudhui ya filamu. Maudhui ya filamu, vipindi vya televisheni na video yanayotafsiriwa ili yaweze kueleweka na watu wa lugha tofauti. Hii hufanyika kupitia dubbing ambayo ni kuweka sauti mpya na subtitles ambayo ni manukuu. Teknolojia husaidia watu kutoka tamaduni na lugha mbalimbali kufurahia maudhui yale.
Dubbing ni mchakato wa kubadilisha sauti ya asili ya filamu au video na kuweka sauti mpya kwa lugha ingine. Tunaelekea katika faida za dubbing, ambayo faida zake ni hufanya filamu za kigeni ziwe rahisi kueleweka na huwasaidia watu ambao hawawezi kusoma manukuu. Teknolojia pia husaidia katika subtitles ambayo ni manukuu. Subtitles ni maandishi yanayoonekana chini ya skrini ambayo huonesha kile kinachosemwa kwenye video. Jinsi teknolojia inavyosaidia programu inavyosaidia subtitles ni programu za kutengeneza manukuu, utambuzi wa sauti na tafsiri ya kitamaduni. Faida za subtitles ni kama huwasaidia watu wanaohusika kwa shida ya kuelewa maudhui, alafu pia huwezesha watazamaji kujifunza lugha mpya. Narudi kwako mwendeshaji mjadala. Asante sana Bi Shalin kwa kutuonyesha jinsi Kiswahili linavyotumika. Kwa hasa umesema kuhusu dubbing ambayo tunajua ni kuweka Kiswahili like kutafsiri lugha nyingine ikuwe katika Kiswahili. Na hiyo mfano unayo hapa Kenya. Ukiangalia kuna zile vipindi kama Thathi, unafuata like kipindi ni ya Kihindi lakini wanazungumza ambao lugha ambao sisi wana Kenya tunaweza tukaelewa. Nisiseme mengi, acha nipe muda mwenzangu Lazarus. Asante kwa fursa hii. Mwenyewe nitazungumzia kuhusu athari na matumizi ya Kiswahili katika runinga za nje ya Afrika. Nikianzia hapo alikoachia mwenzangu kuhusu udubishaji, yani dubbing na kutumia manukuu subtitles. Kiswahili kimeweza Kiswahili kinapata kujifunzwa haraka na watu nje ya Afrika. Wanajifunza haraka kwa sababu kupitia udubishaji, yani dubbing, wanaona vitu, matendo na vitendo vinavyotokea kwa kipindi na tayari wanaielewa kwa uwepesi. Kingine, Kiswahili kinapata kuheshimiwa zaidi duniani kama lugha kama vile Ujerumani na Ufaransa, jinsi inavyotumika. Mbali na kuheshimiwa kwa Kiswahili na kupewa thamani ya lugha kama zile za Kiingereza na Kifaransa, Kiswahili pia kinaweza kuwa njia moja ya kukuza uchumi ya wataalamu kama nilivyosema, na ninarejelea alivyosema mmoja wetu kuhusiana na udubishaji, yani dubbing. Hawa ambao wanafanya hiyo kazi, wataalamu ambao wanafanya hiyo kazi ya dubbing, ya udubishaji, wanapata fedha, wanalipwa, na hiyo inawasaidia pia kukua kiuchumi. Alafu tena kitu kingine, matumizi ya Kiswahili kwa maigizo za runinga kama vile CGTN ya Uchina na DW ya Ujerumani inasaidia utamaduni wa Kiswahili, ambayo utamaduni wa Kiswahili inapata kufahamika na wengine pia kutoka nje ya Afrika kama vile Wachina na Waingereza wanapata kuelewa matumizi ya lugha ya nidhamu kama vile asante, salamu za kawaida, jinsi wanavyozungumza kwa heshima, karibu, mitindo ya mazungumzo hiyo ya heshima. Sasa utamaduni wetu pia unapata kueleweka na watu kutoka nje ya Afrika, na pia inawafurahisha na inawavutia zaidi kujifunza
Kiswahili, na Kiswahili kinajifunzwa sasa kwa uwepesi na kwa urahisi na watu kutoka nje ya Afrika. Kiujumla tumezungumzia kuhusiana na ajira ya wataalamu na kuwakuza kiuchumi. Tena kingine, tunaona tamaduni zetu za Kiafrika zinajifunzwa na wale wa nje, wale Waingereza na Wachina kutoka nje. Na pia tena tukikumbuka vizuri, tunaona Kiswahili kinapata dhamani yake, kinapata dhamani na kinajifunzwa kwa uwepesi kutumia maigizo kuliko watu wakijifunza wakiwa darasani. Asante tena kwako mwendeshaji wa mjadala. Asante sana mwenzangu. Kama tulivyosikia, umesikia Kiswahili, kujua Kiswahili si lugha tu, lakini hapo unapata nafasi ya kupata ajira, pia inakupea wakati nzuri wa kutangamana na watu wengine kutoka nchi zingine. Pia amekuambia na ametueleza kuwa kwa kujua Kiswahili au kuifainisha katika nchi za Afrika, inapata wale wasio wa Afrika wanakuwa na ile like tamaa ya kutaka kujua lugha zetu, wanang'ana wajue like salamu, habari yako, like inasaidia katika kuleta watu pamoja, na pia inakaa kama kitega uchumi. Kwa hayo yote, acha nimkaribishe mwanakundi wetu wa mwisho, Mboya. Asante sana mwendeshaji wa mjadala. Ninapotoa maoni ya mwisho, mbona tunafaa, wanahabari wa Kenya wanafaa kufuatilia mchezo wa uigizaji katika nchi zingine. Hoja ya mwisho, wanahabari wanafaa kufuatilia hizo hoja ili wapate mabadiliko. Hoja ya kwanza, wanahabari wa hapa Kenya wanafaa kufuatilia hizo vitu kwa sababu wanaweza jifunza kupata viwango katika nchi zingine. Hoja ya pili, hoja ya pili, wanahabari wa Kenya wanafaa kufuatilia mchezo ya nchi za nje ili kubuni vipungufu katika nchi yetu ya Kenya ama nchi ya Afrika. Hoja ya tatu, wanahabari wa hapa hoja ya tatu, mbona wanahabari wa Kenya wanafaa kufuatilia mchezo wa kuigiza katika nchi zingine? Wanapewa motisha katika hizo vichekeshaji. Wakishatoa huko, wanarudisha huko Kenya, wanapewa motisha ili wasaidie nchi yetu ya Kenya ama nchi ya Afrika. Kwa ujumla, wanahabari wa Kenya na Afrika wanafaa kuzingatia hizo vigezo ili wasaidie nchi yetu. Asanteni. Naregesha mic kwa mwendeshaji wa mjadala. Naona tukifikia tamati, lakini kabla tufikie ya mwisho, ama niseme yangu ya mwisho kwa kutazama ama kukuwa nasi, ningependa tujuane kwa kuuliza maswali huenda moja au mawili. Kwa swali yetu ya kwanza kwa wanakundi, ningependa kuuliza wewe kama mwanahabari ambaye unayekuwa, ni vipindi gani nje ya Afrika ambao wewe utazamia, ambao hukusaidia wewe kama mwanahabari kuendelea kwa lugha yako ya Kiswahili? Ningependa kusikiza kutoka kwa mwenzangu Stacy. Asante sana kwa kunipa fursa hii tena. Ni jambo la kufurahisha kuona jinsi lugha yetu ya Kiswahili inavyozidi kupata mzizi kote ulimwenguni. Hivi hapa ni baadhi ya vipindi na idhaa kutoka nje ya Afrika ambavyo ni muhimu kufuatilia. Kama vile nitatumia mfano wa BBC Swahili kule Uingereza. Hii ni kituo kikongwe ambacho kimekuwa daraja kati ya Afrika Mashariki na ulimwengu kunradhi. Kwa nini ufuatilie? Wanazingatia sana weledi wa kihariri na wanazingatia pia matumizi ya sanifu ya lugha
kama vile kipindi cha Dira ya Dunia ni darasa tosha la jinsi ya kupanga habari, ama kwa mabano news production, na uwasilishaji wa hali ya juu. Asante. Na wenzangu, umesikia Kiswahili, nasema mjue Kiswahili. Wenzangu, msome Kiswahili, sije mkafumble hapa mbele. Nani mwenzangu tena angependa? Naona Bwana Mboya akiwa hapo tayari. Tueleze wewe ni kipindi gani ambacho unaofuatia katika nchi za Afrika ambayo inakusaidia katika kuongeza Kiswahili yako ama kujua mengi kuhusu Kiswahili yako? Asanteni. Mimi kipindi ambacho nafuatilia sana ni Netflix. Iko huko Marekani. Wakati mwingi hutumia lugha ya Kiswahili. Hiyo unimotisha kufuatilia Netflix sana. Asanteni. Nisikia amekitaja hilo, ijue huyo ni mwenye amebobea katika kazi ya kuigiza, maana huko Netflix tunajua zinazo vipindi ambao zimefanyiwa dubbing, tulivyosema wanatafsiri lugha zingine katika Kiswahili. Mwenzangu John, una cha kusema ama cha kuongezea tukimalizia? Asante sana Bikilara. Labda niongezee, kuna movies ambayo zinaendelea kule bara Ulaya kama The Lion King, The Frozen na Black Panther zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana. Hasa unapomsikia akitaja The Lion King, hiki ni kipindi ambacho kimetafsiriwa sana katika lugha ya Kiswahili, hasa kwa kusaidia watoto kukuza lugha yao. Utapata like imesaidia watu wengi, na pia wengi au vipindi vingi vimeitumia katika kujaribu kukuza Kiswahili nchini Afrika na huko nje ya Afrika. Nikimalizia tu nikikatimisho like hapo tunataka kujua like unamjua nani huku nje ya Afrika ambaye si mwana Afrika lakini anakuza lugha ya Kiswahili huko nje na ndani ya Afrika. Emi angependa kutuambia, Emi, unamjua nani Mswahili wako kutoka nchi nje ya Afrika? Okay. Mwenye namfahamu ambaye anatoka nje ya Afrika ni Jason Kuleberg. Ni afisa wa bolezi wa Ujerumani. Anafahamu Kiswahili manake alisomea Kiswahili pale Tanzania. Asanteni. Asante sana. Wanasema kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho, na ni mimi wako nasema asante kwa wanakikundi wangu kwa kujitahidi katika mjadala wetu, wakitumia vipindi au chaneli mbalimbali kama TRT, tukawa na CGTN na DW, pia ukaona BBC Dira ya Kiswahili. Singekuwa na mengi ila kuambia asante kwa waliojumuisha katika kipindi chetu. Kama kawaida, mimi ni Defrus George. Nambari yangu ya sajili ni SJ 012 mwaka wa 2024. Nawakaribisha wenzangu waseme ya mwisho. Kwa majina ni Ochieng Immaculate. Nambari ya usajili ni SJ 185 mwaka wa 2024. Asante. Kwa majina naitwa Stacy Akinyi. Nambari yangu ya usajili ni SJ 008 mkwaju mwaka wa 2024. Jina langu ni Lazarus Mgogo. Nambari ya usajili SJ 117 mwaka 2024. Kwa majina ni Humphrey Nyabuto. Nambari yangu ya usajili ni SCJ 146 mwaka 2024. Jina langu ni Shalinji Mosop. Nambari yangu ya usajili ni SCJ 269 2024. Mimi ningependa kushukuru waliojumuika nasi. Majina yangu ni John Tanyai. Nambari ya usajili ni SCJ 311 mwaka wa 2024. Asanteni sana wanakikundi. Kwa majina ni Mboya Peter. SCJ nambari ya usajili ni SCJ 138
mwaka wa 2024. Asanteni. Very good. Mimi tena. Shukran. Na kwa hayo hadi siku ingine.